Asante sana. Ninaendelea na sehemu ya pili ya uchambuzi wa kitabu ambacho kinaitwa Ishara za Rangi katika Unabii wa Ndoto. Na katika sehemu hii ya pili ninazungumzia ndoto ambayo mtu anaota ndoto kwamba ameona majani ya kijani kibichi lakini yamekauka, maana yake yamesinyaa, yanaenda sasa kukauka. Maana yake ni nini? Kama tulivyozungumza katika sehemu ya kwanza, rangi ya kijani hubeba ustawi, hubeba baraka, hubeba matumaini. Lakini kwa kitendo cha kuona majani yenye rangi ya kijani yanaanza kukauka na kunyauka, maana yake ni nini? Majani yanaweza kuchukuliwa kama sehemu ya nyakati za binadamu. Majani yanaweza kuchukuliwa kama sehemu ya nyakati za binadamu. Kwa hiyo unapoona majani yananyauka, majani yenye ujani yanaanza kunyauka, kwa maana kwenda katika hali ya kukauka, maana yake Mungu anakuonyesha mafungu ya binadamu kwamba binadamu anaweza kupita katika ustawi wa namna mbalimbali na akastawi, kwa maana nguvu za mwili na nguvu za roho. Lakini binadamu huyu ana nyakati pia ambazo atafika na kupoteza nafasi ya ustawi. Kwa maana kupoteza nafasi ya kustawi, maana yake nyakati za binadamu ambaye amezaliwa na mwanamke si nyakati nyingi, yaani si muda mrefu sana. Hata kama Mungu angekupa miaka 130, lakini nyakati zile zinaisha. Hivyo basi, unapoona hilo ni fundisho kwamba binadamu anastawi, lakini pia binadamu anaelekea ukingoni wa maisha. Hivyo ukiona ndoto kama hii, ni ndoto ya kukufanya sasa unyenyekee na kujua kwamba mwisho wa mwanadamu yeyote, mwisho wake ni kurudi kwa Muumba. Sasa nategemea umefanya nini ili uweze kurudi bila wasiwasi. Na katika hili ningeweza kuomba ni tuangalie andiko kidogo ambalo liko katika kitabu cha Isaya mlango wa 40 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8, ambao nazungumzia majani yakauka, ua la nyauka, bali neno la Mungu linasimama. Ukisoma kwenye hiyo mistari linakuonyesha juu ya majani kukauka, maua kunyauka, lakini neno la Mungu neno la Mungu linasimama milele na milele. Unaweza kusoma mistari hiyo kwa ajili ya kukupa support katika hiyo ndoto. Asante.